ili tuendelee. Mzatiza, karibu. Asante. Swali ni kama shida wote watu kwenda shule, so ndani same baba na asandi wakanyana kuitana kile bunge la mwananchi, wananyana kuimeresha mundu wose kuba kalaka ekosi viongozi bosi wananyana kura mkoba kana kwa nyako padle kashi ngobero mwami kana baka rishi ngobero mwami kulara kwa kuso mwana wa Nyasaye. Amina. Asante. Tukiendelea, mimi naitwa Soita Imbogo nikiwa rais katika bunge la mwananchi wa Malava. Sisi kama watu wa Malava tumefurahi kuwa na hii bunge kwa sababu imetusaidia kueneza miradi mbalimbali au kuangalia vile viongozi wetu wanafanya kazi katika eneo hili la Malava kwa kaunti mzima na Kenya mzima. Mimi kwa leo nataka kuongelea miradi ambayo inafanywa na mheshimiwa wetu Ndakwa, miradi ya njia. Sisi kama wakazi wa Malava tunafurahia mheshimiwa ameanza kazi yake, lakini kuna mahali tumeanza kukwasika kidogo, kwa sababu tukiangalia vile miradi inafanywa tunaanza kushangaa kwa nini ameanza kuwa mtu wa ukabila akifanya miradi yake. Ya kwanza, kuna hii njia kutoka Chimoi kwenda paka Ikoli ambayo ilikuwa imewekwa kwa kandarasi ya kufanywa ya kulimwa na Kera. Hiyo njia ilikuwa imepewana ili ikarapetiwe kutoka Chimoi na Magara paka Ikoli. Lakini la kushangaza, mheshimiwa wetu bila ameingia kwa ofisi, kitu ya kwanza ametoa hiyo njia katika njia ambazo zinataka kutengenezwa na sijui ameipeleka wapi. Nasikia kuwa hiyo njia ameipeleka huko chini sub county ya East Kabras sub county, West Kabras sub county. So sisi watu wa huku juu tunauliza, hii miradi ambayo inafanywa katika sub county ya East Kabras inaanza aje kufutuliwa mbali ikipelekwa kwa chini? So tunataka kuuliza tu mheshimiwa wetu akuwa na usawa katika miradi. Kuna kitengo ingine ya CDF ambapo tunasikia rumors kuwa kuna mashindano katika ofisi ya CDF. Sijui ni mashindano gani. Manager na mbunge wetu amepata manager kama kwa kazi, tunamuomba kwa muda ambaye amebaki naye kidogo wamaliza kazi wakiwa pamoja. Hatutaki kuanza kusikia malumbano hapo CDF. Tukisikia malumbano tutajua kuna wizi yanataka kutendeka hapo. Na sisi kama watu wa Malava hata kubali mtu aanze kumalumbana CDF ili wapate mwanya kuipa pesa. Hiyo maneno tushasikia na tunataka kutoa onyo kwa wale watu ambao wanapanga hiyo njama ya kutoa manager wa CDF. Tumesikia ripoti yenu na sisi tumekaa ngangari. Mtakaposhika huyo manager, sisi tutajua mpango yenu, mnataka kuanza mpango ya kuibia wananchi. So sina maneno mingi ya kusema leo. Mwananchi, bunge la mwananchi. Okay, nilikuwa nimetangulia kusoma majina but mimi ndo gavana Jenzi, pia nikiwa nina wakilisha watu ambao wanaishi na changamoto ya ulemavu. Mimi hapa nitaongelea tu jambo kama mbili. Jambo la kwanza, tunaona maendeleo ama kuna vitu ambavyo sisi kama walemavu inatakikana tupate na iliali atupate. Kitu ya kwanza, ukiona sisi walemavu, kuna walemavu huko kwa nyumba wanapitia changamoto mingi but hakuna mtu ambaye na wasaidia. But hii baada election yenye imeisha, nimeona kipatia ama tena sukari, chumvi, but
sijaona mlemavu yeyote akipatiwa mattress ama usaidizi wowote. So nashangaa, but kampeni imeanza. Nitaona wengine wanataka kutumia ulemavu kama kupata kura kwao, but wakati huu hatutakubali kutumika vibaya after kura imeisha na tunapata shida ingine. Nikiendelea upande wa maendeleo huko Manda Subanga Ward, pia mimi nikiwa nimesimama kiti MCA, unapata maendeleo inaenda tu sehemu moja ambapo maendeleo inafanyika Tombo. Hata waheshimiwa wakikuja kubwa unapata kila kitu tu ni Tombo. Nashangaa Manda Subanga Tombo peke yake ndio ilipiga kura ama ni sisi kote? Hiyo kitu inatukwaza, na ningeomba vijana tujitokeze. Hii ni wakati wetu, tusikubali kutumika vibaya. Pia sisi tuchukua ID, tujiandikishe kama wapiga kura, tuchague vijana ambao wanaweza kuwa na maono na ili kusaidia Kakamega County. Ningeomba pia awe shikimio wanakimbia wanasikia nao kwa UDA. Sijui au ngafikiria ukienda kwa UDA tutakupigia kura kwa sababu ya jina ya chama. Hatutapigia mtu sababu ya chama, tutapigia mtu kulingana na maendeleo yenye amefanya katika hii Kenya. Mengine. Asante. Mimi nikisimama hapa nimeshajitambulisha majina. Mimi ni Joseph Bahati ambaye nawakilisha Malava Town. Mimi jambo la kwanza kabisa nitauliza mbunge wangu akiwa Mr. Ndakwa pamoja na yule ambaye ni network yake Mr. Faruku Kibet. Mnajua vizuri sana Malava Town ni mahali ambapo watu wako wengi sana, wafanyabiashara ni wengi sana. Nataka mnionyeshe choo ambayo Mr. Faruku ulikuja hapa Malava ukasema within 1 week utakuwa umetutengenezea choo, iko wapi? La pili, Ndakwa ulichaguliwa, asante. Wewe mwenyewe ulisema ukishaapishwa utakuja kufanya nini? Kuinua hii mtaa wetu wa Malava. Ukasema within 90 days utakuwa umetengeneza barabara ya wapi? Ya kutoka town council kwenda mpaka Machinjoni. Hiyo barabara it is in a mess. Hakuna wakati hata gari saizi mvua ikinyesha, gari ya polisi wezi fanya nini? Teremka hadi station. Tafadhali, sisi hatuko hapa kukubembeleza. Ulichaguliwa kutufanyia kazi. Tafadhali tenda kazi, watu tuone. Usifikirie umeshafika, bado kungali na safari. Na watu wako ground wanaona kazi yako. Ikiwa hutatenda kazi, 2027 hatuko na wewe. Asante. Mwananchi, mbunge kutoka Chumuja huko Chu, unakaribishwa. Bunge la Mwananchi, People's Power. Asante sana. Kwa majina naitwa Kevin Kwananda kutoka Chimuche. Leo hii ningependa kuongelea kuhusu wodi yetu ya Chimuche ambayo ni wodi ambayo imeosolika sana kulingana na MC ambaye tulichagua. Sijui ni sisi tulikosea ama nini. Ikiangalia wodi zingine zinaendelea upande wa kimaendeleo, lakini Chimuche yuko nyuma ya kimaendeleo. Ikiangalia wodi kama njia ambayo Mheshimiwa Steven alitulimia, hiyo njia kufikia saa hii kutoka STA ikivuka kule ngambo kwa Lumbasi Shiruzi, ile njia Mheshimiwa Steven alitulimia. Saa hii njia saa hii imekuwa kijaka. Hata daraja peke yake Mheshimiwa Sikoria hajatufanyia. Na kitu ambacho kinafanya turudi nyuma kimaendeleo ni ya kwamba huyu mheshimiwa alienda vita na mstahiki Kavana. Kwa hivyo ametengwa kimaendeleo. Sisi hatukumtuma kubishana au kuonyesha upapa wake na Kavana.
ameenda huko, tumeweza kusaulika. Kwa hivyo naomba ya kwamba kama hatarekebisha, tuempee mwaka mmoja. Kama hatarekebisha, tulete mtu ambaye ataingiliana na gavana wetu, ili ya kwamba tuweze kupata maendeleo, kwa sababu gavana Barasa iwe liwalo ni isatuta mgavana. Barasa lazima anaenda tampini. Kwa hivyo lazima tutafuta mheshimiwa ambaye ataingiliana na gavana wetu, ili ya kwamba tuweze kupata maendeleo katika wodi yetu ya Chimuche. Kwa haya machache na washukuru. Kumalizia, nataka kumkaribisha Deputy President, tuko naye hapa, wa bunge la mwananchi wa Malava, ili asante sana rais. People's Power. bunge la mwananchi. Mimi ningependa leo kuwashukuru sana wale wabunge wamefika kwa kikao cha leo. Leo ningependa kukuzia rafiki yangu amesema barabara ile ya town ya hapa Malava police line kwenda paka Machinjoni, ile ni barabara ya county government of Kakamega. So ile naomba Mheshimiwa Gavana Fernandez Barasa tengeneza ile barabara ya hapa Malava town, ile ya police line mpaka Machinjoni. Kitu cha pili, naomba watu wangu wale viongozi ambao naomba kura 2027, ukiwa kwa nafasi yoyote saidia watu wako. Ukiwa kwa cheo ya MCA na unataka kuwa mbunge, tengeneza kazi yako iko mzuri, track record iko mzuri, usaidie watu wako ndio usonge kiwango ya kuwa mbunge. Ukiwa mbunge unataka kuwa governor, track record yako iko mzuri, usaidie watu wako, washika mkono, uwapatie nafasi ya kazi, ndio usonge kule kama unataka ukavana. Ukiwa governor unataka kuwa rais, track record yako iko mzuri, ukiwa kwa ofisi usaidie watu wako wapate kazi. Watu yetu, yule mtu yetu anaomba kazi 2027 aanze saa hii kutembea, na tunataka track record ya mtu iko mzuri ndio tumweke kwa nafasi. Mambo ya watu kuja kutumia vijana wetu, wakishamaliza mambo ya siasa wanapotea, hiyo vitu tunataka kusema ishindwe. Mimi naomba sana tukipigia mtu kura tuchue track record yake mapema, na tukichua track record ya mtu mapema ni kusimama kura mapema, asema manifesto zake, aanza kusaidia watu mapema. 2027 si mbali. Wale watu ambao kwa nafasi yoyote kwa ofisi, mshike watu wenu mkono. Ukipata mpenyo mahali popote, ita watu nyumbani wapatie kazi. Tusitaka tu vyeo kutumia watu wetu tukiwaje pale. Hasa sana vijana, muangalia sana wale viongozi wanaotumia kwa sababu wanakuja last minute na pesa wakiwanunua mkipika kura. Sisi tunataka manifesto ya mtu ikuwa manifesto mzuri ya kusaidia watu wetu, isikuwa tu kutaka kazi. Ambia watu ukiwa kwa nafasi fulani umesaidia nini watu wako, umeoshika haja ya watu wako, ndio watu wakupatia nafasi nyingine ambao kama unatamani ukuwa kiongozi mwingine. Asante sana. Bunge la mwananchi. People's Power. Bunge la mwananchi. People's Power. So ya kwanza naweza sema ya kwamba President na asante, Deputy President na asante, kwa viongozi wote wenye wako hapa na asante kujitolea. Jambo langu la kwanza kusema ya kwamba kwa Wakenya wote, kusaliwa ni bahati, kukufa ni lazima. Kwa sababu ukiongea kitu kwa hii Kenya huwa tayari kwenda kwa kaburi, sababu muda anataka ukweli. Muda anataka muda kuja kumwambia ukora na anafuata. Jambo langu la kwanza kwa Rais Mr. William Ruto, nakwambia kwamba wewe ndio rais mzuri sana. Sijaona rais kama wewe. Kwa hiyo marais kama watano, wewe ndio umekuwa rais wa kwanza kuandika walimu kwa hii Kenya yote 100%. Wewe umeandika watu wako mawaziri wote kila sehemu mpaka vijijini ndani, lakini hao watu wamekuja kugundua hawasaidie wananchi wa chini. Wewe mpaka sasa unapambana badala kufanyia wananchi kazi, lakini wewe sasa wewe uko tu kuchipu opposition sababu hauna msaidizi wote. Mimi naweza kuomba ya kwamba ile mradi yenye umeanzisha yote Kenya nzima, waacha mambo ya siasa, wewe fanya maendeleo. Na kama huna mtu wa kusaidia, na kuomba wewe niandike, mimi nitakuwa nakosoa, nikosolea hawa watu. Usiingie sana kwa siasa, utapoteza network. Jambo la pili, nasikia watu wengine wanataka kuja hapa kusimama Ukaba na Kakamega County. Si shida,
Hii ni katiba ya Kenya. Lakini wewe umekuandika miaka yote mitano. Rais ameandika watu hapa mpaka hapa Malaba. Tuko na mwakilishi hapa. Lakini huyo mtu hajaisaidia mwananchi wa chini. Lakini wewe unataka ukuje useme kwamba nataka ukavana. Hii ni ndoto ya mchana. Kitu cha utafanya mzuri. Enda kwanza kwa mwananchi wa chini. Umechukulia mtoto wake, umempeleka shule. Umemchangia hata choo, hata nyumba. Umechukua mahindi kwa Gorombia amepelekea mtoto shule. Ndio ukuja uanzie hapo. Lakini mambo yenyewe nafikiria sababu nyinyi mmetengeneza biashara kwa mambo ya siasa. Wewe unasimama kura, ukodusha wandango lakini ndapata kazi. Sisi wakaparas wote Kenya nzima mjihadhari. Na mimi nakwambia Gen-Z, suluhisho si kwenda kwa maandamano. Shika vitambulisho. Tushika kura 2027, hiyo ndio suluhisho yako. Lakini maandamano haitafaulu Kenya hii. Wacha rais afanye kazi yake, hii muda iishe. Lakini Gen-Z, enda shika kura. Chama la 3, Gavana Fernandes Barasa, wewe ni gavana wetu mzuri mjapakasi. Lakini uko na jambo moja peke yake. Wewe huna hata makosa kubwa. Umeandika watu kwa hiyo ofisi yako. Kaunti kama Kakamega. Tukawapa na Madam Cheki, tukawapa na Toli, tukawapa na watu wengine kama Saida kwa sababu ukiendelea. Lakini hao watu hata hawajambia kwa mtu wote Mkenya wa China, mwananchi wa China Malaba tupikie Barasa kura, hapana. Ukimwambia ama ukimsalamia na kwambia unasalamia nini? Enda salamia kama na watu kwa ofisi. Juzi muda amenikatasha hapa naye ako kwa mshahara. Ameniambia kama uko na tatizo wewe na Kakamega. Mimi ndio naacha Kakamega na wewe mwenyewe umeandika huyu mtu hapa takani mimi nikimwambia kuja kuambie. Dori alikuwa mtu mzuri. Lakini maporoko ameteka yeye nyara. Wanamwambia tu tuende kwa paa. Tutembee pale pengine. Tuone kesa mchezakani. Wananchi wa chini wanaumia please. Gavana. Hao watu wako ndio wapaya. Wewe ni mtu mzuri lakini watu wako ndio wapaya. Hawataka tu kusalimu wananchi wa chini. So mimi nimekuja hapa tu kwa rais. Advice free. Mheshimiwa Barasa, wewe ni mwananchi. Wewe si Museveni, kuja mwenyewe kwa ground. Wachana hao watu. Usisikie mambo yao. Wanakuja kwa wanawapatia 5,000 10,000 muda anakuja kwa anasema tu damu. Hakuna mambo ya tu damu kama utakuja mwenyewe kwa wananchi wa chini. Na nakwambia kwamba Mheshimiwa Ayubu Sabila, Deputy Governor, wewe umahama, wewe ni mlio umahama, umeenda huku. Si shida. Hiyo ndio demokrasia ya Kenya, na katiba inaruhusu kila muda aende pale popote. Lakini nakuomba tu kirais, usichukue wakapras kwa watu wa kumbafu. Wewe ni mtu mzuri, wewe tena ulikuwa na mtu, wewe mtoto wa pastor. Uko na siasa mzuri lakini mahali umeelekea mwenyewe utajalaumu baadaye. So mimi nataka nikwambie tu rais. Wewe uliambia watu mambo mengi sana watu wa Malaba. Wewe ulikuja hapa na gari. Wewe unangoja mambo Yesu kwa siasa unakuja hapa unasema tuko pamoja. Lakini saa hii umenyamaza. Kuja saa hii ukanasema sasa waambie watu wa Malaba hii na hii na hii. Watu watakufuata. Wananchi wa chini, si wala matajiri. Barasa, Gavana, andika mtu mwenye atasaidia wananchi wa chini kama mimi. Umeandika watu wenye kusaidia matajiri peke yake. Na kuomba hii mtu nyimabaki mwaka mmoja. Andika mtu wa wananchi wa chini atembee, si kwa pikipiki si kwa gari, atembee kwa miguu, asikie maoni ya wananchi. Na kuja kwa Mheshimiwa Ndagwa. Wewe ni mbungangu, hata sasa mtihani ikikuja hapa inasema tu Ndagwa. Wewe ndio mbungangu. Lakini makosa yenye ulifanya juzi. Wewe umechukua muda kwa kasi, unamwongeza kasi nyingine. Muda kama Ayubu Saadani. Hasabuli hapo. Yeye ndiye amefanya kama mpaka anaenda kwa Kapuri. Tena umemwambia saa hii ataenda kwa CDF kwa advice wangu. Why to you? Wajana yeye mama tafuta mtu wa chini na Mheshimiwa Ndagwa kwa advice bana. Sababu ulikuwa mtu wa MCA umekuja kwa bunge. Umekuja Jumangeti umechukua mkubwa wa security. Huyu muda ameretire. Serikali imenyonya miaka 60. Umemwambia aende nyumbani, tena umemwambia akuwa mkubwa advisor wa security huku juu. Waje mama ya wasee kukufundisha barabara ya mbaya. Mchoko na wasee wengine watakupeleka kwa mtoni. MCA wa Malaba wote. MCA tafadhali na muomba. Mimi ni mtu unasema mimi ni mtu mchinga sana. Lakini nataka nimpatie tu advice free. Enya mwabu kula Barufaruku waje usu mlonde njoko. Mwabu kula ndako naanza kukula decho ya school nyinyi mnafuata. Ambapo nyinyi mnakuja ni mnazanga wana wata. Mwaje biashara. Na muomba tafadhali kana kwa muoti yenye makuprezo kura somo kwa mwana meleka kwa ama. Si kufuata mtu Faruku ako na mambo yake.
lakini Faruku anamfanya mtambue kura. Nyinyi juzi hapa mmeandika watu wote MCA tangu maambia watu ambaye MCA driving license, kila mtu ako driving license yake. Wapo kuna watu basoma elasi ziene eri shina myaka chaka wachine ngune license wabika munzu akongondamira kwa komando kunomba ira pota kama esie yeye ananiita msaidie nini mpeleke hata kama ni matatu aendeshe baba matatu kwenda Eldoret kama Webuye ama Kakamega. So kwa mama ingine yote, mama Sigino, wewe ni mama yetu mzuri na kupenda. Mimi hata saa hii ukisema kwamba umeacha siasa, mimi na retire sababu wewe ni mama mzuri sana. Wewe ulipata kazi kwa CDF. Nataka mwenyewe uchuulize miaka 5 inaisha. Nakuja kwa Kabaras kwa Kakamega kama ama Malaba. Nakuja na nini? Yeye ndio mwenyewe uchuulize. Si mtu mwingine akujipie. Yeye mwenyewe uchuulize kwamba nakuja kuomba kura ya women rep. Malaba nilipatiana nini? Si mame kurukaruka mambo ya siasa faction command unakuja hapo. Kuja mwenyewe ni mama yangu na kuheshimu free advice. Kuja uambie wananchi nimefanya hii na hii. Lakini watu wenye nakwambia advice wrong. Mimi nimejua watu wote. Lakini sitataja mtu chini, lakini mimi nakwambia tu mama. Tumekaribia change direction. Wewe kuja mwenyewe, tembea na wananchi wa chini wanasema nini? Mimi niko na wananchi wa chini, wanasema kwa mwananchi mwenyewe hajui kwa tuka, lakini akona kitambulisho kwa IT. Ukikuja kwangu nakwambia watu kwa hivi, watakupigia kura free. Hata watu wa Malaba, Asante Kabras. West Kabras, Mr. Faruku ni mtu mzuri ahonya. Lakini hii pesa ndio kibia nayo. Enda tu hapa kwa hospitali. Hata hakuna blanketi hapa ndani. Hakuna kitanda. Peleka pesa hapa ndani. O mama wetu wanaposaa, usilibisha saa, enda lipa. Okay, na mama wetu PS, enda hapa ndani kwa hospitali. Tafadhali, kama na Barasa, Keiri, imamaliza miaka 10. Tunaimba tu. Chao ndio hiyo inakuja. Asanteni kwa kunisikiliza mtetezi wa nyonge. East Kabaras si uoka. Itaendelea mpaka siku ile Mungu ataniita. Asanteni. Vizuri. Tunaenda kufunga kitu ambacho nataka kuongea tu ya mwisho ni hivi. Sisi kama bunge la wananchi ya Malaba tunaomba waheshimiwa wenye wakaapa, wenye waliteulia kwa national government, town government, mfanye tu kazi. Sisi tukikuja hapa tunaongea maneno ambayo tunaona haiendi vizuri. Yenye inaenda vizuri sema inaenda vizuri. Lakini msikuwa na mipango ya kuleta mipini hapa. Ya kusema nataka kuleta hizi mipini tupikwe hapa. Hata sisi wenyewe ni goons. Tutakutana gun kwa gun. So sisi hatutishwi. Tunamwambia mfanye maendeleo. Msipofanya maendeleo sisi na nyinyi tuko pamba kutubamba. Asante. Bana Wanyasaye wahamale bunge walazanga ingo kosuko viongozi banyala kuhurira kina bana babandu banyala kuhola bakamwa makuba kandi kama njia mukata tawe makuba kana kosuke hola kushibala lekalaba kalawa so na bwana ngena asandi wako na kuamini amina.